Ijue Nahjul Balagha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa tabibi nufusina wa shafi'i dhunubina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Tukiwa katika mwendelezo wa darsa za Ijue Nahjul Balagha na tukiangalia maneno ya hikma ya Amir al-Mu'minin salawatullahi wa salamuhu alayhi, Amir al-Mu'minin, tukiangalia hikam namba 237. Wakala alayhi salam, inna qauman abadu Allah raghbatan fatilka ibadatu tujjar wa inna qauman abadu Allah rahbatan fatilka ibadatu al-abid wa inna qauman abadu Allah shukran fatilka ibadatu al-ahrar. Amir al-Mu'minin anasema ya kwamba hakika kuna watu wamemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutarajia malipo fulani, kwa kutarajia kupewa badala, kupewa kitu kingine, kulipwa kutokana na ile ibada yao. Hiyo itakuwa ni ibada ya wafanya biashara. Kuna watu wamemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutarajia na wao Mungu awalipe kitu, na wao Mungu awape badala ya zile amali zao. Hiyo ni ibada ya mfanya biashara. Ni kwamba kama vile watu wanaofanya biashara na Mungu, na kuna watu wamemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini wao wamemwabudu kutokana na kuogopa, kutokana na hofu wataadhibiwa, kwa kuogopa kwamba wasipoabudu wataingizwa motoni. Hizo ni ibada za watumwa. Hizo ni ibada za watumwa. Mtu ambaye anaabudu kwa lengo kwamba Mungu asende akamuadhibu, hizo ni ibada za watumwa. Na kuna watu wamemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si kwa kutarajia malipo ya pepo, si kwa kutarajia kwa kuogopa moto, bali wamemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kulipa shukurani, kwa kulipa shukurani kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu amewafanyia. Amir al-Mu'minin anasema hizo ndio ibada za watu waliokuwa huru. Maneno mazuri. Amir al-Mu'minin salatullahi wa salamu alayhi anasema, inna qauman, hakika ya watu, abadullah raghbatan, wamemwabudu Mwenyezi Mungu kwa matarajio ya kupata malipo, kwa matarajio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape fadhila kutokana na ibada zao. Fatilka ibadatu tujar, hizo ni ibada za wafanya biashara. Kama vile mtu anafanya biashara, unampa 10,000, unampa anakupa maharage, unampa 1,000,000 anakupa almasi, mnabadilishana. Kwa hiyo na huyu mtu amefanya ibada, ameswali salatul laili, ametoa sadaka ili Mwenyezi Mungu ampe kitu na yeye. Nasema ibada hizo ni ibada za wafanya biashara. Mtu unafanya biashara na si mbaya, kwa sababu unafanya biashara na Mungu. Lakini kuna wengine wao wanafanya ibada kwamba tu ili Mungu asende akawaadhibu. Wa inna qauman abadullaha rahbatan, kwa hofu, kwa kuogopa kwamba wasipofanya ibada, wasiposwali wataenda kutoa motoni. Lakini kama ungekuwa hakuna moto wasingeswali. Wasiposali wataadhibiwa, wasipofunga wataadhibiwa, wasipohiji wataadhibiwa, watapata fatilka ibadatu al-abidi. Hizo ni ibada za watumwa. Kwamba mtumwa asipokuwa anahisi kwamba mimi kama nisipofanya kazi bosi wangu atakuja kuniadhibu,
bosi wangu atanyima chakula, bosi wangu atanifungia, bosi wangu. Kwa hiyo anafanya kazi kwa kuogopa adhabu ya bosi wake. Kwa hiyo hii ni ibada za watumwa. Lakini mwisho Amirul Mu'minin alayhi salam anasema wa inna qauman, kuna grupu la watu hilo, abadullaha, wamemwabudu Mwenyezi Mungu shukran, anaswali hata kama angeambiwa hakuna pepo, hata kama angeambiwa hakuna moto, yeye angemwabudu Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale aliyomfanyia. Fa inna qauman abadullaha shukran fatilka ibadatul ahrar, hizo ni ibada za watu walio huru, watu wenye akili, na hawa ni wachache, kwamba wao wanahisi kwamba kwa yale Mungu aliyowafanyia, Mungu amewaumba, akawapa pumzi, akawapa chakula, akawapa neema mbalimbali, kwa haya aliofanyiwa na Mungu, Mungu anahitajia shukurani, anahitajiwa kuabudiwa. Kwa hiyo yeye haabudu kwa sababu Mungu akamuingiza peponi, anamwabudu kwa sababu ameona kwamba Mungu anastahiki ibada, anastahiki kuabudiwa, yeye akamwabudu. Hamwabudu kwa sababu kuna moto, hamwabudu kwa sababu kuna pepo, hafanyi ibada kwa sababu apate thawabu au asijakandika. La, yeye anafanya ibada kwa malengo kwamba amehisi kwamba Mwenyezi Mungu anastahiki ibada, akamwabudu. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.